Habari yako mzazi na mlezi. Unajua kuwa mtoto anayejifunza kuheshimu muda mapema ana nafasi kubwa ya kufanikiwa kielimu, kijamii na hata kiafya? Tafiti nyingi za kisayansi zinathibitisha kuwa mafanikio ya baadaye hujengwa juu ya msingi wa kuthamini muda. Lakini swali kubwa ni hili: jinsi gani unaweza kumfundisha mtoto wako thamani ya muda kwa njia salama, za uhakika na zenye mafanikio? Video hii imebeba majibu 19 ya kisayansi yatakayo kusaidia wewe mzazi, mlezi au mwalimu kumjengea mtoto kuwa mwelevu wa kuthamini kila sekunde kwa manufaa. Jambo la kwanza, anza kwa kuwa mfano wa kuigwa. Watoto hujifunza kwa kuiga. Unapojitahidi kuheshimu muda wako, kufika kwa wakati, kupanga siku yako vizuri na kuepuka uvivu, mtoto wako atakuona kama kioo na ataanza kuelewa kuwa muda una thamani kubwa. Hili limethibitishwa na tafiti nyingi za kitabia ambazo zinaonesha kuwa tabia za watoto huundwa na mazingira wanayoishi. Jambo la pili, tumia ratiba inayoonekana wazi. Chora ratiba ya siku nzima kwa maandishi au kwa vielelezo vinavyoeleweka na mtoto. Tafiti za malezi zinaonesha kuwa watoto wanaojifunza kutumia ratiba mapema hukua wakiwa na uwezo mkubwa wa kujipangia majukumu na kujiamini. Jambo la tatu, tumia mchezo wa kugawanya muda. Watoto hupenda michezo. Tumia michezo kama saa ya maajabu, ambapo mtoto anafanya kazi kwa muda maalum kisha anapumzika. Njia hii hujenga uwezo wa mtoto kupangilia muda bila kulazimishwa. Mbinu ya 4, toa zawadi kwa matumizi bora ya muda. Watafiti wa saikolojia ya mtoto wamegundua kuwa watoto wanaojifunza kupitia motisha hujenga tabia za kudumu. Mpe zawadi ndogo kama sifa, kumsomea hadithi au muda wa kucheza, ikiwa atatimiza majukumu yake kwa wakati. Mbinu ya 5, mweleze madhara ya kupoteza muda kwa lugha ya kawaida. Elezea kwa mfano: ukichelewa kuamka unakosa chakula kitamu, au ukichelewa darasani unakosa kujifunza jambo jipya. Hii humsaidia mtoto kuhusianisha muda na matokeo ya maisha yake. Mbinu ya 6, tumia saa halisi ili ufuatilie muda. Kumfundisha kutumia saa halisi, sio ya simu, kunamaanisha uhusiano wa moja kwa moja kati ya muda na kazi. Tafiti zimeonesha kuwa watoto wanaojifunza kutumia saa mapema huwa na nidhamu ya juu. Njia ya 7, na ni njia bora ya kwanza kwa mtoto wa kiume: mfundishe kupanga siku kwa kutumia daftari maalum. Njia hii inahusiana moja kwa moja na ukuaji wa sehemu ya ubongo inayoitwa kikundi cha utendaji. Tafiti zimeonesha kuwa watoto wa kiume wanaojifunza kupanga siku zao mapema huonesha mwelekeo mkubwa na kuwa viongozi wabunifu na wanaochambua mambo kwa undani. Kupanga siku hii ni mazoezi ya akili na huchochea homoni zinazohusiana na ubongo wa mtoto wa kiume kukua kwa kasi nzuri. Mbinu ya 8, mjengee utaratibu wa kulala na kuamka kwa wakati mmoja kila siku. Utafiti wa kitaalamu wa usingizi kwa watoto umeonesha kuwa utaratibu huu huongeza uwezo wa kukumbuka na kujenga nidhamu ya ndani kuhusu muda. Mbinu ya 9, mwelekeze kuwa kila kazi ina muda wake. Kwa mfano, kuna muda wa kula, kuna muda wa kusoma na kuna muda wa kupumzika. Hii humsaidia mtoto kutambua kuwa kila sekunde ina thamani na ina jukumu maalum. Jambo la 10, tumia hadithi zenye mafundisho kuhusu muda. Hadithi zina nguvu ya kipekee katika kujenga maadili. Tumia simulizi kama za Sungura na Kobe kuonyesha madhara ya kuchelewa au uzuri wa kutumia muda vizuri. Watajifunza kwa Sungura ujanja wa kweli, na pia watajifunza kwa Kobe madhara ya kufanya mambo taratibu. Mbinu ya 11, shirikiana naye kupanga majukumu ya siku. Watoto wanaojengewa uwezo wa kupanga majukumu hushiriki zaidi kujenga ushirikiano wa familia na kuimarisha uelewa wao kuhusu matumizi ya muda na hutumia muda wao vizuri. Jambo la 12, mfundishe kusoma dalili za wakati, yaani mchana, jioni na usiku.
Mtoto anavyojifunza dalili za asili za wakati, huongeza uwezo wake wa kutambua mabadiliko ya muda hata bila saa. Njia ya 13 na ni njia bora ya pili kwa mtoto wa kiume. Mpe jukumu la kuongoza muda wa familia hata mara moja kwa wiki. Utafiti wa mwaka 2020 uliofanywa na wataalamu wa malezi ulionyesha kuwa watoto wa kiume wanaopewa jukumu la kupanga ratiba huchochea ukuaji wa homoni zinazohusiana na uthubutu, ujasiri na uwezo wa kujitegemea. Hii huongeza uwezekano mkubwa wa kuwa wavulana wenye msimamo na malengo thabiti. Njia ya 14, mfundishe kutumia muda wake binafsi kwa ubunifu. Kwa mfano, michoro, kutengeneza vitu vya udongo na hata kusoma vitabu. Ubunifu huongeza uwezo wa ubongo kupanga na kutumia muda kwa tija. Njia ya 15, jadiliana naye kuhusu ndoto zake na jinsi muda unavyohusiana na ndoto hizo. Fanya mazungumzo ya kina kuhusu malengo na ndoto za maisha. Mueleze kuwa bila kuthamini muda hata ndoto zake hazitatimia, kwani kutimiza ndoto zake kutategemea sana anavyotumia muda vizuri. Njia ya 16, tumia mashindano ya muda mfupi kumhamasisha. Mfano, hebu tuone nani atamaliza kazi ya nyumbani haraka kwa usafi zaidi. Hii huongeza ufanisi na kujenga kasi ya kufanya kazi kwa uangalifu. Njia ya 17, msaidie kutambua mambo yanayopoteza muda wake. Kwa mfano, kukaa mbele ya runinga muda mrefu au kucheza kupita kiasi. Msaidie kubadilisha tabia hizo kuwa tija. Njia ya 18, mpe muda wa kupumzika ulio na kikomo. Kupumzika ni muhimu, lakini isiwe kwa kupitiliza. Weka muda wa mapumziko na hakikisha unaurejea kazini kwa wakati. Mbinu ya 19, na hii ni njia bora ya 3 kwa mtoto wa kiume. Mshirikishe kwenye maamuzi ya muda wa familia. Watoto wa kiume wanaoshirikishwa katika kupanga muda wa familia hujenga misuli ya akili ya kupanga mambo kwa mantiki. Tafiti zimebaini kuwa ushiriki huu huongeza kiwango cha homoni ya testosterone kwa namna chanya, inayochangia kukuza uwezo wa kuongoza, kuthubutu na kuwajibika. Hii ni sifa kubwa kwa wavulana wenye maono. Sasa umejua njia 19 za kisayansi zinazoweza kumjengea mtoto wako uwerevu wa kuthamini muda. Njia hizi sasa zipo mikononi mwako. Anza kuzitumia leo, kwa sababu kila sekunde unayopoteza ni mafanikio yanapungua kesho. Watu unaowaona wamefanikiwa, jua walipata misingi mizuri kuanzia chini. Bila shaka umejifunza kitu kipya leo. Hakikisha unashare video hii kwa wazazi wengine. Pia usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapozi-upload. Kwa sababu tunaleta maudhui yenye manufaa kwa familia yako kila wiki. Kwa ushauri wa kina kuhusu malezi ya mtoto, wasiliana nasi kwa namba 0787579224. Karibu sana, tukutane kwenye video inayofuata.